Kuna mambo 7 ambayo yanaweza kumfanya mwanamke akose ukamilifu wakati wa mechi inapotaka kuanza. Na haya mwanaume lazima uelewe. Acha kukimbilia kutafuta dawa za nguvu za kiume kwanza. Shida inaweza kuwa hapa. Wanaume wengi wamekuwa wakiuliza kuwa ni kwa nini mke wangu au mpenzi haoneshi ushirikiano wowote wakati wa mechi. Swali hili limekuwa likijirudia sana. Leo nitajibu swali hili kwa umakini kabisa ili kila mwanaume ajue saikolojia ya mwanamke ikoje kwenye upande huo. Ikumbukwe kuwa mwanamke mmoja hutofautiana na mwingine, na hii ni kutokana na muundo wa kimaumbile. Muhimu ni kuelewa yale ya msingi ambayo yanaweza kumfanya mwanamke ashiriki safari pamoja na wewe mwanzo mpaka mwisho kabisa bila kuwa shida yoyote. Nitakueleza kwa nini saikolojia ya mwanamke inahitaji connection ya akili kabla ya mwili, na jinsi mabadiliko ya homoni yanavyoweza kuwa kikwazo kama huyafahamu. Nitakueleza kinywaji cha asili kinachosaidia kurejesha utulivu wa mfumo wa neva ili kuondoa hiyo hofu na wasiwasi na kuleta kujiamini. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu. Ikiwa wewe ni moja ya mtu unayeteseka na hali hiyo, wasiliana na Dr. Mkina. Atakupa mwongozo wa kina wa kile unachoweza kufanya ili kuondokana na changamoto hiyo. 1. Kumbukumbu za hisia. Kwanza kabisa, mwanamke hukumbuka matukio ya kihisia kwa uwazi zaidi kuliko mwanaume. Ikiwa mwanamke amepitia tukio lolote la kihisia huko nyuma au sasa hivi, atalikumbuka kila wakati. Hivyo ndivyo mwanamke alivyo. Anaweza kujifanya kuwa amesahau, lakini ndani yake bado anayo kumbukumbu hiyo. Mara tu utakapokosea tena, atafukua kila kitu alichonacho kichwani na akilini mwake. Kitu pekee unachohitaji kuelewa ni kwamba hakuna mwanamke atakayesahau tukio lolote la kihisia alilopitia, liwe la zamani au la sasa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kila mwanaume anapaswa kulijua. 2. Kumgusa mgongo kwa faraja au sehemu ya chini ya mgongo, lower back, ambacho huleta faraja au mvuto. Huu ni ukweli wa kisaikolojia kuhusu mwili wa mwanamke. Mwanamke huwa anahisi faraja sana mwanaume anapomgusa mgongo wake, kwa sababu hii huashiria faraja, msaada, na 90% ya wanawake. Ukitaka kumwonyesha jinsi unavyomjali hisia zake, jinsi ulivyo mwanaume unayewajibika, na jinsi unavyomsaidia kwa kila hali, basi mshike mwanamke wako mgongoni au sehemu ya chini ya mgongo. Hiyo humfanya mwanamke ahisi faraja na mvuto sana. Acha kukimbilia dawa za nguvu za kiume. Elewa kwanza saikolojia ya mwanamke ikoje. 3. Kilele cha furaha, orgasm, na saikolojia yake. Kila mtu anazungumzia kilele bora, lakini ngoja nikwambie hili. Jambo hili hutokea kutokana na hali ya juu ya kisaikolojia. Ikiwa saikolojia ya mwanamke iko vibaya, hatapata chochote. Haijalishi utajaribu kumpa kila uwezacho, hutawahi kuona matokeo. Unajua kwa nini? Kwa sababu saikolojia yake haijatulia. Ikiwa kisaikolojia hayuko sawa, hata akili yake haitakuwepo wakati wa mechi. Kama mwanaume, unapaswa kuelewa. Je, mwanamke wako yuko sawa? Je, anajisikia furaha? Ukishajua yuko sawa, hana msongo wa mawazo, hana wasiwasi, hana majonzi wala uoga, hapo ndipo mwanamke huyu atakuwa huru kisaikolojia na pengine utafurahia naye kilele bora. Ila kinyume na hivyo, hata utumie booster gani, kama saikolojia ya mwanamke haiko sawa, hakuna liwalo. Na hili wanaume wengi hawajui kabisa. 4. Homoni na hali ya hisia. Homoni za mwanamke zinavyoathiri hali yake ya hisia, mood, mvuto na tamaa yake kwa mwanaume. Homoni za wanawake hubadilika kila wakati, hazijatulia. Kuna wanawake ambao homoni zao ziko sawa, lakini wengine zina mabadiliko makubwa.
Sababu za mabadiliko haya zinaweza kuwa hali ya hewa, chakula, hali ya afya au mabadiliko ya kiumbe, natural ways. Wakati mwingine hata umri huchangia. Mwanamke anapozidi kukua, homoni zake huenda mbele na nyuma. Wakati mwingine hawaelewi hata mwelekeo wake. Wakati homoni ziko sawa, mwanamke huwa katika hali nzuri ya hisia. Lakini homoni zinapokuwa vibaya, hali yake ya hisia inakuwa mbaya pia. Ndio maana wakati mwanamke yuko kwenye mzunguko wake wa hedhi, unaweza kuona ana hasira, hataki kuongea na wewe, wala hataki kuwa karibu na wewe, kwa sababu homoni zake haziko sawa wakati huo. Na pia wanaume mnapaswa kuelewa. 5. Muonekano wa mwili na kujiamini kwa mwanamke na hamu yake ya tendo la ndoa. Kuna baadhi ya wanaume ambao huwatukana wanawake na kuwafanya wanawake wajihisi vibaya sana. Lakini unapaswa kujua kuwa muonekano wa mwili huathiri sana ujasiri wa mwanamke na kuridhika kwake. Hili nalo mwanaume lazima ulijue ili kumsaidia mwanamke kuifanya saikolojia yake kiwa sawa pale unapokuwa naye. Usimdhihaki kimaneno kutokana na muonekano wake. 6. Usikivu wa mwili kwa mguso. Mwili wa mwanamke una usikivu mkubwa sana, sensitive, kwa mguso. Hasa ikiwa anakupenda kweli, anavutiwa na wewe au anakuhitaji. Ikiwa havutiwi na wewe, mwili wa mwanamke hauhisi chochote. Anaweza kukuona kama kaka, mjomba au baba, na hapo hakuna upendo wa aina hiyo. Hii inatokea pale ambapo mwanaume anakosa kuelewa saikolojia ya mwanamke ilivyo. Badala yake, mwanaume anakimbilia kutafuta dawa za booster bila kujua kuwa kuna vitu vya msingi vya kuzingatia kwa mwanamke. 7. Ukubwa wa kifua na tamaa. Ukubwa wa kifua cha mwanamke hauamui kiwango cha tamaa yake ya tendo la ndoa. Kuna wanaume wenye fikra kwamba mwanamke mwenye kifua kikubwa ana tamaa zaidi kuliko mwenye kifua kidogo. Lakini ngoja nikwambie, hapo unakosea. Hiyo haina uhusiano kabisa na mwili wa mwanamke. Kila mwanamke ni tofauti. Unaweza kukutana na wanawake wawili wenye vifua vidogo, lakini wakawa na tabia tofauti kabisa. Kisayansi, hakuna ushahidi wowote unaothibitisha kuwa ukubwa wa kifua unaamua hamu ya mwanamke. Wewe mwanaume, elewa tu kuwa hamu ya mwanamke inabebwa na saikolojia yake pale inapokuwa sawa. Baada ya kuelewa pointi hizo 7, sasa naingia kwenye lile suluhisho la kinywaji nilichowaahidi wanawake. Kinywaji hiki ni mahususi kwa ajili ya kutuliza mfumo wa neva, kuondoa hofu na kukupa ujasiri wa asili ili uweze kuwa mchangamfu na kufurahia safari pamoja na mpenzi wako. Ili kuandaa kinywaji hiki cha asili kitakachokupa utulivu na uchangamfu, chukua glasi moja ya maji ya uvuguvugu, kisha changanya na kijiko kimoja cha asali mbichi pamoja na kijiko nusu cha unga wa tangawizi au mdalasini, kulingana na kile unachopendelea. Koroga mchanganyiko huo vizuri mpaka uungane sawia, kisha unywe taratibu ukiwa umetulia. Muda sahihi wa kutumia kinywaji hiki ni nusu saa, dakika 30, kabla ya kuanza safari yako na mpenzi wako. Muda huu unatosha kusaidia mfumo wako wa neva kutulia, kuondoa hofu na kuchochea mzunguko mzuri wa damu mwilini, jambo ambalo litakufanya ujiamini zaidi na kuwa na ushirikiano wa dhati kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.